Na ni saa 12 Juni majira ni Afrika Mashariki, na hizi ndizo habari za sasa za Bedsita FM, station nambari 1 inayoaminika kwa peperushaji wa habari. Kwanza ni baadhi ya vidokezo tulivyokuandalia. Kifo cha mwalimu Kinyaga. Sikukuu ya Eid al-Fitr. Katika habari za kutamatisha ni kwamba mradi wa reli kuanza tena. Hayo na mengine mengi tuyapate kwa njia iliyo ufasaha na utendeti. Langu mie ni Justin Ogari. Bedsita FM, the voice of the jungle. Kulikuwa na huzuni mkubwa katika kaunti ya Kirinyaga wakati familia, marafiki, walimu na wanafunzi walipokusanyika kumzika mwalimu Betty Wanjiru Nyanga. Inaripotiwa kuwa aliuawa na mwili wake kutupwa karibu na mto, jambo lililowaacha wengi wakiwa na masikitiko makubwa. Wanafunzi wake waliomkumbuka kama mwalimu mwenye kujali na aliyejitolea, huku viongozi wa vyama vya walimu wakitoa wito wa uchunguzi wa haraka na haki kutendeka. Polisi wamemtaja mshukiwa mkuu ambaye bado hajakamatwa, huku wananchi wakihimizwa kutoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwake. Habari zinginezo ni kwamba serikali ya Kenya imetangaza rasmi Ijumaa tarehe 20 Machi mwaka 2026 kuwa sikukuu ya mapumziko ya kitaifa kuadhimisha sikukuu ya Eid al-Fitr. Sikukuu hii ni muhimu kwa Waislamu kwani huashiria mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo waumini hufunga kuanzia alfajiri hadi jioni kwa siku kadhaa. Kipindi hiki husaidia kukuza nidhamu binafsi, uchamungu na huruma kwa wengine. Eid al-Fitr huadhimishwa kwa sala, kushirikiana na familia pamoja na kusaidia wahitaji katika jamii. Katika habari za kutamatisha ni kwamba Kenya inapanga kuanza tena mradi mkubwa wa upanuzi wa reli ya kisasa SGR uliokuwa kwa zaidi ya miaka 6 kutokana na changamoto za ufadhili. Mradi huu unalenga kuunganisha maeneo zaidi na kuboresha usafiri wa mizigo na abiria. Unatarajiwa kusaidia kukuza biashara na uchumi wa nchi pamoja na ukanda wa Afrika Mashariki. Serikali imeanzisha mfumo mpya wa ufadhili wa kutumia ushuru wa maendeleo ya reli, huku China ikiendelea kushiriki katika ujenzi kama mkandarasi. Hatua hii inaonekana kama juhudi mpya za kufufua miradi mikubwa ya miundombinu ya nchi. Kufikia hapo mpenzi msikilizaji na hata mtazamaji, sina budi kuondoka studioni, manake huu ndo mwisho wa habari za sasa za Bedsita FM. Tukutane tena hapo mwendo wa saa 1 kwa habari zaidi. Langu mie ni Justin